ilionyesha kwamba kila goti litagunjwa mbele ya nani? Ya Masia. Hakuna chenye kitazaraulishaka Mungu kitoke na akiarudisha sifa kwa Mungu. Natangaza leo, kila aliyekupinga anamwombea aishi, asikufe kabla hajasema unaamini, asikufe kabla hajarudisha heshima yake, asikufe kabla hajakutetea. Sema ninaamini. Ninaamini. Haleluya. Naamini kwamba ava macho yangu haijaona mauti, kila aliyelizaraulisha atalibariki. Hilo ninaamini. Kila aliyepinga hili kanisa kwamba sio kanisa la Bwana atasema huko kuna Bwana. Ile ninaitabiri katika jina la Yesu. Ninaamini kama avasi afunika macho, maadui zangu sitawaona tena. Natumaini sitakosa zawabu ya ulimwengu ni huku matatana kucho nikihitaji kitu nafadhai kabu, lakini siku ile kubwa nitabomo na Mkombozi. Natumaini sitakosa zawabu. Haleluya. Ninaamini sitakosa zawabu yangu mbinguni, lakini na hapa duniani kabla siyatoka nitaonesha watu kwamba Mungu yupo. Hiyo ninaamini kabisa. Aseme ka Daudi kakakuya, kakapanda yule ya mgongo. Asikia film. Haleluya. Mungu akamwambia wende panda yule ya mgongo ya nani? Ya Goliath. Wala usimwogope, yeye ni kiwiliwili tu, kichwa hakipo tena. Uliowatuogopa, waliokutisha, hawatakutisha tena. Panda juu yao katika jina la Yesu. Aseme kakapanda yule yangu, kakaanza chezea pana. Watu wanasema uzia anatika hii blagi. Asia kose ni scenario yenye walipanga Daudi na nani? Na Goliath. Hiyo walipanga kia atajilalisha chini. Kisha Betisho anapanda wapi? Hata wakuelewa ile filme. Sikia, kuko siku malikutangazaka vibaya. Atakuya, utamupa sango, watu watazania ni filme. Hapana, ulishampiga katika jina la Yesu. Haleluya. Hakuna vitu viwili vitatu. Mungu akiwa kwa upande wako, banasema ya kwamba kila chochote kilichokuharibisha kitakuja kwa ajili ya kuletea utukufu. Asema akatembea yule ya mgongo. Kumbe kama anatembea na kama anakata nini? Kichwa. Sawa, aliona kana kamata kichwa na kitia yule, anasema kumbe haiko scenario. Ni juste. Sikia nikwambie usihurumie shetani. Ambia mzako hatuna muda wa kuhurumia shetani hata minute moja. Haleluya. Akakutisha. Usiitike kutishika. Wala usidepose arme. Maana hata udepose atakuchinja mbaya. Ndio maana ulimunasa malizia vizuri. Hapo akabata kichwa akitia wapi? Sali kitia yulu. Pale majeshi yote ya Goliath kasema kumbe haikuwa hata film. Vya anaitika hii mzaha kalijua kanaweza uwa mtu. Sikia nikwambie, mwenye unazarawaka sana ndio mtakataka jasho sana. Sasa nataka kuambia kama mtoto wa Mungu usio mwenye kudharau mtu kwenye maisha yako. Heshimia kila mtu kwa maisha yako, maana ujua venire yake na ujue mpango wa Mungu juu ya maisha yake kesho. Aseme balipotea kichwa yule. Pale maadui wote wa upande wote ya Goliath bali kamata aka kalifika hapo. Zalana nini? 20. Haleluya. Wote wakasema kumbe Daudi ana mafuta ya ufalme. Haleluya. Kumbe Daudi ana Mungu mzima. Lakini huyu Mungu Daudi amempata. Sio Daudi alimtafuta Mungu, lakini Mungu alimtafuta Daudi. Na Daudi alipotafutiwa aliona kwamba kutafutiwa na Mungu ni neema, kutafutiwa na Mungu ni baraka. Wewe Mungu anayekutafuta leo, anza mtumikia na umpendeze, maana haiko kila mtu anatafutiwaka. Ulipata neema ya kutafutiwa wa kutoa kwa bidii, ulitafutiwa wa kuimba kwa bidii, ulitafutiwa wa kuhubiri kwa bidii, maana ni neema. Bwana tusaidie.
sana. Kumbe protection yetu ni ile kukubali kazi ya Bwana. Tukikubali, aliyetutafuta alijua ndani yetu mnaweza patikana kitu. Haleluya. Mwisraeli yote walitafuta watasaidia ka Israeli alikosekana. Mtu wa kudharauliwa ndio kuna kitu kitapatikana. Haleluya. Mungu angalie vitu ndani yako katika jina la Yesu. Azime wote wakakimbia. Haleluya. Huyu Daudi walipokimbia, maandiko matakatifu yanashuhudia kwamba Mungu akikutafuta, akiona ndani yako mna kitu kitakachopatikana, kitu kikubwa tu, simama katika kweli, tosha oga. Ambia mwenzako shoma katika kweli, tosha oga. Haleluya. Sasa huyu wanaita Abrahamu, maandiko matakatifu yanasema kama Daudi aliweza kupata ufalme. Haleluya. Aliweza kupata nini? Na yeye ndio anajiproclameke mimi na baba mafuta mfano. Kazi Bwana alitenda naye iliacha watu wanashambia. Watu wanasema Daudi ameua maelfu. Na Saulo aliua watu watasema baraka zako utaambia watu. Watu wataona zile baraka. Haleluya. Na kilichofanya kwa watu waone zile baraka ni sababu Daudi mmoja alikubali kutoka kwa nafasi yake akaenda kwa mlima Bwana aliyomuongoza. Kama huko kumlima je Bwana alikuongoza, siksi yako hapo. Jambo kanisa. Jambo kanisa. Nasema siksi yako itakuwa unapofika kwenye Bwana alifanya nini? Jambo ya pili, siksi yako itakuwa unapokubali kuanguka chini na Bwana ajitumikie. Mewe leo umeshindwa kuanguka chini ya Mungu juu ya magumu. Basi nikifuata hivi ya Mungu ndakula nini? Viemie hivi nataka vikwepo. Unataka vikwepo, mimi nilikutia. Mimi nilikutia. Mimi nasema hakuna anaweza kuja kwa Mungu kama akitiwa na nani? Uliniona mimi Joaemi na kuita. Mimi niko tu chombo nilitumikishwa. Mimi ni Bwana nakuita. Daudi angesema kama mlinitia mfalme, na ile mimi siwezi enda shikia maisha yangu mulisi. Yeye mwalimtosha mshamba ni nani? Si ni mtu mwenye alitumiwa na Samuel. Angesema nimeitika kumwito ya mtu, ange satisfy ile kazi. Lakini aliamini kwamba Mungu kuniita ni kuko mtu mwenye mpaka sai akitoa sadaka mkisomo. Anasema kama mimi natolea pastor. Njoo vile watu biko. Akiona iko naimba sana muda na kuimba mimi na wasaidia yake. Unasaidia kana? Déposer. Fanya remise reprise. Bien bichie tout pas. Haleluya. Akiona Aisha kwa connaissance ya mingi sana mkanisa na Aisha kwa kimbelembele. Anaanza urake mie nikitoka kisomo kitacheza. Déposer tu. Maana haraka na mungali mbele sana. Haleluya. Kitu kimemsaidia Daudi. Daudi ameshikuta kutumika hii kazi ya Bwana, kuitiwa kwayo ni neema. Na mimi najua Mungu hawezi nipakana mafuta tu niende kufia mvita. Maana niko siri na Mungu wangu. Hata nilikuwa sina chombo. Wakampatia vitu ya kumkingia akasema hivi sitaweza. Naenda tu na ule Yesu. Haleluya. Kosa mafuta uende na Yesu. Kosa voitire uende na Yesu. Tembea miguu chini uende na Yesu. Aminia ule Yesu wako kwamba kwa muda na wakati atalijua anaweza igeuza bombo. Haleluya. Amen. Si watu wanaishiwa kalishiwe tu. Mimi Daudi sababu ya kujiamini ameangusha. Na sifa anazipata. Sasa utakuwa venkere ya Mungu. Sifa za kwanza haziko za Mungu, za kwanza ni zako. Tiba alipatia Daudi sifa mpaka mwenye alimwambia ndakupatia nusu ya ufalme akamumpa. Hakumupa. Tena na akaanza kukombata. Mbona mnainua ule kunizi? Sikia nikwambie mwanadamu yote anapendaka kwa yule mwingine. Sasa ukiona mwanadamu mwenye anaanza jua kureconnect na mwingine mwanadamu, maana Mungu amemwingilia. Me kila mwanadamu yoyote anapendaka mtu akwe yule. Mtu anataka kupatia shamba. Anakuambia lima. Sasa utakumalisha zaidi yake anakuambia na elimu wakatosha. Haleluya. Kumbe akukupaka ujue kupenda, alikupaka ujue kumalaki. Sasa kisha unakumalisha nasema inaanza kumalisha toka. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Nasema huyu Daudi kilichomfanya hawezi. Cha kwanza aliongea kweli. Cha pili alikuwa siri na Mungu wake. Cha tatu aliamini kwamba kuitiwa na Mungu ni neema. Ni faida. Haleluya. Ni baraka. Eske na wewe leo Kristo uko ndani, uko naamini kama kukua Mkristo leo ni neema? Eske unaamini kama kusikia roho ya kuokoka ni baraka? Ndio. Chapia Yesu makofi kama ni baraka. Amen. Usikwa Mkristo na uko unasema leo natumikia pastor atanilipa. Mimi natoka mwiki kisomo juu yake niona. Ulikia kati unakwenda kuona. Uko na probleme serie?
Wewe kwa mkisomo tu Mungu tu amekuita. Na unajua kama kwenye hii mlima changu kitapatikana. Na ukipata watakuangalialia. Wewe ulombe, Bwana unampata hapa, nyumba unaipata hapa. Si hatuyapata la safra, tutakupiga vita. Tutakupiga, tutakwenda hapo tu. Kisha unasema kisomo cha maneno mimi nakiacha. Nakiachia nini? Ile tu alama ya kuonesha kama Mungu yuko anatenda kwako. Wakuendeende eko na wewe endelea na Baba. Watasema mpaka watachoka. Amen. Amen. Kama wakupige vita maana hauna cha mvote. Kama wakuseme maana hauna vitu mpya. Ukisikia watu wanakuongea maana kuna mambo mpya unaleta zaidi ya watu wengine. Basi ungekuwa tu wakuika nafasi watakupigia vita nini? Kumbe kupigiwa vita ni neema. Na kupigiwa vita ni neema. Bwana tusaidie. Unataka kimbia juu ya vita, piga ukifua sema sikimbie tena. Sema niko hapa. Napambana mpaka mwisho. Haleluya. Sema power. Sema power. Ukiwa unapenda Mungu simama shangilia kwa makofi. Mungu akubariki. Haleluya. Umekupigiwa vita nao ni nini? Jambo la tatu, aliendelesha kazi yake mpaka mwisho. Alafu sasa huyu mtu wa pili mwenye tumesoma njoo sasa Ibrahimu, naye Mungu akamuita. Akamwambia Ibrahimu, hii saa na enda mwiti ya Moria. Ya tatu, shimama na ukapate mtoto wako wa nini wa pekee unayempenda, jina lake nani? Abrahamu alikuwa na mwingine mtoto. Kumbe mtu atoake juu anafiki. Mtu anatoaka sababu amekubaliwa na mbingu. Mbingu zikikukubali utajisikia una kitu, lakini roho inakwambia siwezi pata raha wakati ya Mungu aliyapata raha. Haleluya, haleluya. Abrahamu aliposikia ile mwito, Mungu anamwambia Ibrahimu, nina haja unipatie mtoto wako unayempenda na mimi nimempenda. Sikia nikwambie, kama Mungu anapenda chako kitu unakipenda, utatimiza haja ya nani kwanza? Ya nani kwanza? Bo mwasili yetu sie tunatimiza nani? Magonjwa yanakupiga ifone uende tunzishwa na Mungu anakuambia zile franga leta azu. Utaanza cha wapi? Twende mkweli. Utaanza mwa wapi? Si ni dawa? Wanakia kulipisha nyumba. Na leo mhubiri anasema mwana yua iko na $10 mwaka ailete. Na wewe ushaita mwenye nyumba ukiema ngapi unapata ngapi? Sasa Mungu anapenda ile disi na wewe unaipenda. Utaanza wapi? Utageuza langasho unasema nini? Mungu anawajua. Mungu anajua yote. Lakini Ibrahimu angelisimama kwenye imani na style kama yako, angelipoteza. Sikia. Bana sema hivi, Goliathi alikuwa mtu mrefu. Wa vidole ngapi? 6. Sie tuko na 5, yeye alikuwa na 6. Metre zake zilikuwa fuadea kila mtu. Amba alikuwa mrefu zaidi ya watu wote duniani. Mtu mrefu Biblia akamkuuliza, utasema ni Goliath. Mtu mwingine wa Filistini, Muisraeli alikuwa ni Saul. Ndio wawili wale warefu Biblia inawatapa. Warefu tena mzuri tena wakiana. Antufa. Haleluya. Leo nakwambia Daudi na alikuwa garso mrembo, lakini alikuwa ni mfupi, sio kwamba asili yake ni mfupi, alikuwa mfupi wa miaka. Kwa ile wakati alikuwa angali mtoto akajiaminia mafuta. Na mafuta ya Mungu iliposhuka juu yake, ilimupa susi ya kupenda Mungu zaidi yake. Ambia mwanza kupenda Mungu zaidi yake. Yeye alipenda Mungu zaidi yake. Akakutana Mwisraeli yote. Batu wapata wenye sikia, unafaka muhigi na huyo na filmu hizi kwa kweli. Bara tupa mtu wa kwanza, Goliath anampata tu mlikuwa pale moya kaba chini. Mtu wa pili kaba chini. Mtu wa tatu ni mkuki moya chini.
Nani mwingine akui? Israeli yote ikanyamaza mpaka na Saulo alikuwa mrefu, si marefu bana ogopana. Mego Daudi alipofika, yeye akasema niko pre kukufa kama tu juu ya Mungu. Niko pre nikufe, Mungu wangu hawezi kusabote hivi. Niko tayari. Akaitika atoe uzima wake. Ukitoa uzima wako nini ndio linashindwa kutoa? Hapo akasema mimi naenda. Wakasema weka peti unataisha, tunakuomba mama yako na baba yako tunakurati. Akaambia mama na baba yake mniache. Kama nakufa nikufe juu ya Mungu. Mimi naamini kwamba kuna mafuta iliyo juu yangu. Nataka kukutangazia hivyo Mkristo. Hata kuwa najihesabia katikati ya wafu, pana mafuta iko juu yako. Wewe utakufa. Endelea kazi ya Bwana mbele. Hivyo ni vitisho vya shetani. Walimtisha kiasi gani, lakini akajitoa. Haleluya. Kila anayejitoa kwa Mungu na kuko yake linaharibika, naye anaitika yake liharibike juu ya Mungu. Mungu hata itika nao yako liharibike. Amen. Jorda huyu mtu naye banambia Abrahamu, nipe mtoto wako wa pekee unempenda. Abrahamu anasema niko tayari nitakupa. Mungu akazania ni black. Kumbe Mungu hakuwa lazima ataya mtoto. Alikuwa na lazima ya kuteste. Eski Abrahamu unaniogopa? Jambo ya pili, eski Abrahamu unanipenda? Jambo ya tatu, eski Abrahamu unaniamini? Vitu vitatu. Kuogopa Mungu, kumpenda na kumwamini. Je, kama Mungu akitafuta mtu akupigania, atakukuta leo? Kwani unamwogopa Mungu? Wewe mwenye magonjwa aisha hata unaishia kwa fungu. Kwa hiyo niko hapa tu unakusaini katikati ya jua alishia kwa fungu. Wako hapa. Wewe mwenye tu maskini wicha tu unasema bongo na kuiba vya watu. Bwana tusaidie sana. Aseme Abrahamu akasema niko tayari. Abrahamu akamata watumishi. Wangapi? Wawili. Akaenda nao akamsindikiza. Kufika mjia, Abrahamu akasema hapana. Hawa watumishi mbakiwa mimi na mnakatanizuiza. Akasema mbaki hapa. Mimi na mtoto wangu tunaenda kuabudu Mungu. Tutarudi tena pa? Sikia halitapatikana kama ujue kata kamba za imani. Ambia mwenzako kukata kamba za imani. Kwanza mke wake yeye peke alikuwa ni kamba. Ndio na Mungu alimwambia hii saa lamuka. Abrahamu akasema nikachunga kwa jambo atakamukia atanizuiza. Kumbe nikamukia asubuhi mapema. Na haya lamuka bibi yangu. Nimwambie nenda na mtoto tunaenda toa. Si aende. Kwenye bibi angana na chunga Abrahamu aishafunena mtoto. Haleluya. Kumbe kutumikia Mungu ni kikwazo hata kwa jamaa zetu. Kikwazo kwa nini? Sana kwanza bibi yake. Anakamata watumishi. Ngoja nifanye serie. Sasa sikia nini na watumishi wake tayari tutarudi. Kufika mjia na wanaambia nini? Mbakia hapo. Si nao wanakwazika. Sasa ungejua giza tutafika hapo nituletea nini? Hakuna shida. Mnikwazikie nini pasule njia. Mbakia hapo. Kikwazo cha pili. Barafika mjia, kikwazo cha tatu. Kwenye mlima itapatikana. Anajua inchi, ajue mlima. Banafika, mtoto naye kikwazo cha tatu anamwambia papa, makuni hizi. Kisu hiki. Moto hii. Sadaka, kondolo iko wapi? Kile ndio kikwazo cha nguvu. Unaenda toa sadaka yenye iko naongea. Unapeleka nini ndani mposha nakwambia lakini Bayeri sasa atafika utamwambia hii magonjwa sika ukaza usiku utalipa faktire ni sikia nikwambie kuwa na imani zaidi ya vikwazo. Nasema tena kuwa na imani zaidi ya nini? Huko watu walishaumba mema vunu wanegangania kwa pale. Si ndio ile masaki ziko vipi? Hamyaumba. Mimi vikwazo viko. Nikisibindeza tosha kwa hii poshe kisha poshe inapanda. Sina kutaka kuyalishia hapa. Si vikwazo vipi? Si vinaanza ongea tu. Wanabulishaumba. Mesamu hizi ataiba vyote. Papa walima saki zangu nitaleta ulikuwa tunga nini? Haleluya. Papa nimekuja nikatia faktiri ya $5. Naziri mbona ulikuwa yapana kuna safra? Haleluya. Mbona lakini bora tu waliba vyote mimi niachia msimu. Mungu atakufundisha kama ungefanyaka imani. Omwe ulie mena umemaliza naziri. Mungu angekupigia mikono. Meleo unalia na naziri umalize na wewe alimebeba hatakwambia merci. Na unajipa moyo. Ni Mungu anakufundisha. Lazima Mungu akufundishe. Alo kanisa. Mungu anakufundisha. Wewe ulikuwa unasinzia. Mungu anakuonesha ke adui hata usinzia. Yeye yote anafanya.
Sikia nikwambie, usiitikake ukale na deni ya Mungu miaka 3, miaka 4, miaka 5, si apata hapana. Ukitaka pata unaweza pata. Na ukipenda ingia imani ya Ibrahim, unasema mimi nashaacha kapa, ni bora Mungu na mimi nikushariki. Haleluya. Me probleme vile vile unapenda njoo Mungu alikulonga. Na una shida ukata zile ka. Sasa Mungu atakufundisha kupitia mashahidi utakutana nazo, utakutana na mingi za kuvuka ile naziri. Choto utakia shughuli za hata ningependa kutimiza za zile kama nishatimiza. Ningelishwa na kila mtu ashafanya. Ambia mwenzako katala kubakia na naziri za Mungu. Mwambie kata kamba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwenda wetu polisi watakuchunga pale Kimbao. Ni kumlipa au mwezi $10 par jour. Polisi. Sasa wewe Mungu mweko na kulinda usiku na mchana, unaanza jumo unamaliza. Mungu anakupa nini? Ndio namwambia sina kitu kabisa, ninabakia na naziri zako. Niko nakupatia ulinzi kwa bure. Sasa hii akakutosha kwa mkono operation ingie. Watakupeleka pale kwa mapelo, utakwambia sasa $100 utazipata. Tena na kidonda kitaendelea kusenye. Haiko jo uponyaji kuzilipa. Unaweza zilipa na mwisho unakufa. Na ukufa utalipa tu fakiri ya mganga. Tunambia Mungu nimekosa. Hakuna mwenye iko na visa ya kumuingiza kutoka mshunemo ingie mwingine. Kuona unaingia tunaingia mwingine ni neema. Kumbe yetuko nalo isije kuwa blockage. Tuingie mkapasite ya imani ya Biblia tuone kama Mungu atatuonesha mkono wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Aseme Ibrahimu wakamwambia vyote hivi. Akamwambia mtoto hivi, Mungu atashipatia kondoo kwa kuteketeza. Japia tena Yesu makofi. Aseme kadiri Ibrahimu alivyoamini. Sasa alifika pale. Hakusikia maneno ya mtoto. Alifunga. Mtoto anambia hapa, nilikwambia ndio tanasa. Hasikie tena maneno. Ambia mwenzako mwambie voisin, epuka maneno sawa kutumikia Mungu. Mwambie bien, muone bien, mwambie voisin, epuka maneno sawa kutumikia Mungu. Haleluya. Amen. Nimeshitoa mimi naanza kuuliza bwanangu, epuka ile maneno. Ibrahimu wapi walikofenda kasara? Wapi? Epuka maneno ili uone mkono wa Bwana. Kwenye mlima alitapatikana. Kile ulichokileta kwenye mlima, Bwana atakurudisha mikono ikilia. Bwana atakurudisha na shangwe na utukufu, na maneno uliyoamini yataonekana. Ambia mwenzako, mwambie kwenye mlima alitaonekana. Mwambie tunapanda kwa machozi, tunarudi kwa furaha. Haleluya. Ninaomba leo kila aliyepoteza safra yake hapa, Bwana mlipe kwa furaha katika jina la Yesu. Ninaamini. Haleluya. Uliyekuja kwenye mlima huu, mimi sikukuita, hata ulisikia aliko yangu kwenye radio, ni Bwana alikuita. Maana waliitwa ni wengi, waliosikia ni wachache. Ni Bwana alikufikisha hapa. Ulipanda watu wakikucheka, ulipanda watu wakisema hutafanyikiwa. Na tabiri leo, rudi kwa furaha katika jina la Yesu. Haleluya. Asemi alipofika pale hakujali maneno ya mtoto. Alifunga, alikamata kisu nataka ingiza. Sikia, Mungu anaonaka nia. Kama Mungu hakubariki tu, iko naangalia ungali napanda hapa na ufarsi. Ungali napanda hapa na lejete. Lakini panda kwa imani kwa kweli. Utashuhudia. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Ninahitaji watu leo wenye watatika kukata kamba zao. Hata na zile yenye ilikuwa ya mwaka. Enda papasa. Useme leo ninavuja kamba. Ninavuja kamba. Aseme mtoto alikuwa matumaini yote ya nani? Ya Ibrahimu, matumaini yote akaimwanga kwa Bwana. Na Bwana alimwanga tumaini yake. Sikia, kadiri na comprendre Mungu, ndio kizi na wewe Mungu atajirevele kwako. Ukimcomprendre wa teketeke atakuwa teketeke. Ukimcomprendre wa sana na atakuwa sana kwako. Aseme nataka chomeka. Sauti namwambia Ibrahimu usitende mubaya. Anaacha mimi nifanye di. Haleluya. Anamwambia hapana, mkono na nasa. Nimalize. Anamwambia ona nyuma basi. Haleluya. Haleluya. Aseme akaona nyuma, akaangalia kondoro limenasika mapembe. Sikia nikwambie, ile nia, ile imani, mambo uliyopoteza, Bwana anataka kunasia maradufu. Amen. Haleluya. Aseme pale akaona nyuma, akaangalia kondolo, akatosha mtoto wake kumakamba, akaenda kabata kondolo, akaitia kunini? Kumazabao, akata. Sali maliza. Amen. Njoo isomo yetu inasema kwenye mlima litafanya nini?
alitabiri nini ndio itapatikana? Kondoo itapatikana wapi? Bo, wewe umepanda hapa na hitaji gani leo? Njoo ulizo yako. Kila mtu anajua hitaji yake. Ndio. Unajua hitaji yako? Ndio. Mimi nataka watu wa nguvu leo wenye wataamini kwamba kwenye mlima huu itapatikana. Ulipanda unahitaji ya kuolewa, utapata mume katika jina la Yesu. Ulipanda unahitaji ya kuuza mavazi, utazipata katika jina la Yesu. Ulipanda unahitaji ya kusema ninaenda nipate parcel, utaipata katika jina la Yesu. Ulipanda unasema utapata magonjwa itaisha, utapata afya, utaipata katika jina la Yesu. Jambo moja ninakuhakikishia, abudu Yesu. Muabudu zaidi ya vitu vyote. Zaidi ya vitu vyote. Na Goliathi mwenye alikataka kuabudu Yesu, aliabudu Yesu na yuko mahali mbaya. Usichunge uabudu Yesu na uko mahali mbaya. Usichunge uamini Yesu wakati umeshabakia mikono mitupu na mafimbo za Mungu. Lakini leo jisikie kupasuka, useme Baba, ili niko navyo mimi aliniletea faida. Mechenye niko na wewe unaniletea faida. Sasa mimi nalitupa kwako na wewe tupa maisha mzuri kwangu. Exchange, ambia mwanzo kutufanye exchange leo. Tufanye exchange. Haleluya. Kile chenye unapenda mpe Yesu. Na Yesu yeye anajua chenye wewe unapenda. Sikia, Yesu anajua chenye wewe unapenda tena na chenye hata ujui. Sasa Yesu anajua Yesu yangu. Yenye hata mimi sifanyi. Mwambia, "Unajua tukupe nini? Lazima nipe gari." Kumbe Yesu anasema, "Mie ungeniambia mimi najua unapenda gari, nyumba, maparsele na kazi." Yesu atakuongezea zaidi ya vinyulilomba. Haleluya. Ndio maana leo tufanye exchange. Mungu anatafuta kile cha unapenda, leta kwa Yesu na Yesu akupatie chenye yeye anapenda. Aseme kabla hujaingia mtumbo ya mamako alikujua, alijua utakuwa kanani na alijua maisha yako itakuwa kai. Kuna mtu anaweza penda Mungu ampatie maisha yenye shamba kwake. Sio kama unanielewa. Ninauliza hivi, kuko mtu mwenye anapenda Mungu amuingize kwa maisha ya kweli kweli yenye aliachana mtia kudunia? Ndio. Aba Mungu akulete aishajua utakuwa kanani. Amen. Wewe ulishitosha njia ya baraka. Sasa unapenda Mungu akurudishe mahali njia? Ndio. Unapenda ile? Ndio. Pepea Yesu. Amen. Kama unapenda ile, ni kukubali kufanya mabadiliko leo. Abrahamu alisema na mtoto mmoja Mungu alinipa. Na aliamini kama hata Yesu ananiambia nikupasue. Tena hiyo talipa na mwingine. Sema Mungu ni Baba. Sema tena Mungu ni Baba. Haleluya. Kama unaamini ile, waambie tu Yesu leo, nitoshe roho ya uchoyo. Mwambie sema nitoshe roho ya uchoyo. Mwambie tena nitoshe roho ya kutokuamini. Mwambie tena nitoshe mopupa. Mwambie nipe uvumilivu, nipatie kuelewa hali yeniko ndani. Haleluya. Abrahamu anatenda kuwa mvama, alipitia kwanza kipindi kizito ni jaribu. Amekwambia Mungu akajaribu Abrahamu. Na wewe uko hapo unadhania Mungu haiko na kuona. Unafikiri Mungu alikuwa anaangalia Abrahamu ile tronso yote? Mungu alikuwa anamuona, Mungu anapenda angalie eski ataweza kufika. Eski ataweza kufika. Na wewe leo jikusudie. Ujikusudie moyo wako useme na mimi kuanzia leo mimi navunja bariere zote za imani. Najitoa kwa Kristo roho, mwili na haki. Kama ni priere matinale fika. Jo wende watu wakucheke mefika. Ibambazi kata. Kama ni kujitoa sema na mimi niko nazili fulani natimiza hata yote mafu, Bwana atashokipenda ingine. Na mambo mengine uyaachie Bwana na utaangalia Mungu atainua. Aseme alipomuonesha ile akamwambia nimekupa mwana kondoo isitoshe na jina. Kumbe Mungu akatabariki mtu ama chenye ulikuwa unahitaji ukipata jina linabadilika. Jina fadi. Aliitwa Abrahamu, Mungu akasema utaitwa sasa baba. Baba. Ukaitwa baba mahali tunapata ongezeko. Yeye aliona kama Mungu anamwambia maliza watoto, si baba mbaya. Mekumbe aitike ubaya wa Mungu purke apate uzuri wake. Mtu mmoja anaitika leo kusema na mie Mungu niko tayari kuharibu maisha yangu. Niache wewe ndio unipatie maisha yako. Ashimama. Ili kwamba unachokihitaji kwenye mlima kipati ni kukubali kujaribu wewe na uitike vya Yesu visheni. Kisha Yesu naye atahitaji vyako hata itika yako viharibike juu ya sifa zake. Na ataharibisha vyake purke akukonvaincre. Ujasikia ile shanje? Ndio. Unachokihitaji ili kipatikane. Itika kujaribu wewe kwa ajili ya nani? Ya Yesu.
Na Yesu naye atajaribu yeye kwa ajili ya. Ndio pale wakasema anayetafuta, anayependa kuokoa uzima wake juu ya tamaa zake atafanya nini? Esikia hivyo kwa shughulikia mimi kwa kupata faida ya Mungu. Utabita kupoteza. Hivi unaenda faidikia, unaviharibisha juu ya Mungu, asenjo utaokoa. Haleluya. Amen. Na shetani anatuonyesha kila siku kuachilia kwa Mungu ni kupoteza. Haleluya. Mungu anatuonyesha kupoteza kwa Mungu ni kurekiperere ya Mungu. Sasa mwenye ile ideology ilikuwa ya muingia, leo inakuingia. Kama ni usingizi achana nao. Kuanzia kesho lendi tuambatane na wewe, prière matinale ti samedi. Tufike dimanche. Mungu aliniambia kuna vitu vitabadilika hapa. Hapa vitabadilika. Abrahamu alianza kutoka aende tafuta nani? Mungu. Na wapenda wanao na wanaotafuta kwa bidii watafanya nini? Sauti ya Mungu imekuita leo na wewe ifuate sasa. Haleluya. Ya pili, itika tau na kitu chenye uko nacho, achilia kazi ya Bwana ishipate. Na wewe Mungu ataachilia mbingu kesho ushipate. Wewe ukiinua kazi ya Mungu, unainua kwenye urefu ya mkono inaishia. Lakini saa Mungu atakapata maisha yako ainu, yeye mkono wake haina mwisho. Na Tanzania na Europe watakupigia simu, watakupigania wewe, utakuwa mtu wa maana. Amen. Sasa kama unasema na mie leo Mungu nifanye na mie changu kipatikane kwenye mlima, utasimama kwa mambo matatu. Niko tayari kuharibu vyangu kwa ajili ya Kristo. Niko tayari kuingia namu riske, lakini Mungu nilikuwa nakufuata, niko nenda hivi. Leo ninanyorosha mstari. Paka na mie nifanye nini? Nione. Mungu asikwambie nijua kufanya hiki. Kila chenye Mungu atakwambia kuwa tayari. Kikwe ukupitie mateso, upitie shida, uamini kama kesho kitu kitabadilika. Kama utaamini ile, ushimame nikuombee. Watu wanaohitaji Mungu ageuze jina zao ili jina lako ibadilike, ni kwamba ukubali mateso, ukubali shida, ukubali kila chochote. Na Yesu yeye pekee akasema anayenipenda anatii sheria zangu. Lakini wewe uko tu Mkristo wa kubahatisha. Kwa neema, maana na kuanguka mdimashe leo, bwana ulikosa kwa kuenda. Ndio kasema ngwani shidistrere hapa. Haleluya. Lakini Mungu hapendi Mkristo wa vile. Mungu anapenda mtu mwanakamata maamuzi. Ninakubali kufuata Yesu. Maneno ikue, maneno isikue, ninaenda. Unakubali kwamba hii mlima Mungu aniongozaka hapa. Niko hapa. Kizuri kibaya niko hapa. Mpaka niangalie ile Bwana atakalonifanyia. Shimama nikuombee kama unajisikia ile imani na kuingia. Amen. Ninashuka huko sawa. Tosha mashaka kuanzia leo. Ushimame useme hii ndio mlima yangu. Na kile kitaonesha kama ndio mlima yako, kondole itaonekana kwa maisha yako. Kondole itaonekana kwa maisha yako. Ninaituma ile kondole na ile mlima, cheki kondole inafike kwako. Ya pili aseme jina likabadilika. Ulipanda kwa machozi. Ninatabiri leo jina yako igeuke. Ulikuwa kipofu anza ona, ulikuwa kiwete tembea, ulikuwa maskini kuwa tajiri. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea zile baraka. Anza fanya vita vya kiroho, au ongea na Bwana, muoneshe msimamo wako, mwambie akuwezeshe, mwambie akumbie roho ya imani, mwambie akumbie roho ya nguvu. Ukijua kama kondoo yako itaonekana, haungeomba vile. Naona wengine wiko na lomba tu wakipigia mikono hivi sasa hiyo. Sikia, hata huyu alisha mimi yako pia iko mlima, wewe ndio unaongoza hapa. Sasa ninasimamia kwa wakati huu, sitachunga mwaka changu mpaka hii mlima nijenge. Haleluya. Amen. Nani utamwamini Yesu hapa kujua na chochote. Amen. Umwambie Bwana sita. Pigania Bwana akusaidie hadi yako na nani. Na Bwana umaskini msipo bali yetu.
Mwenye haya kufa c'est qui vivra verra. Haleluya. Amen. Nahitaji kila mtu asimame. Kila mtu asimame, nisione mtu malikala hapana. Simama hii. Inakuona wote sasa. Anza bidii wewe, jitie nguvu. Kata zile kama bomoa, shughulika maisha yako. Ukiona maisha yako yanateseka, wewe pekee unafanya hivi. Haleluya. Amen. Bwana anakuita na Bwana anakupenda. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele yako. Ninakuja mbele yako. Kwenye mlima sahihi. Niko kwenye mlima sahihi. Ninafunga Isaka wangu. Ninafunga Isaka. Na ninamtoa kwako. Na ninamtoa kwako. Wewe Yesu. Wewe Yesu. Njoo mtoshe mikono yangu. Wewe mtoshe mikono yangu. Na unionyeshe hii kondolo. Na unionyeshe hii kondolo. Imefungwa kwa ajili yangu. Imefungwa kwa ajili yangu.